Hapa ni chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo na wazungu wanasema Sokoine University of Agriculture. Morogoro hapa tupo main campus. Na kazi kubwa ambayo imenileta hapa ni kuangalia namna ambavyo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi ilivyoweza kutekeleza mpango wa ushirikiano kati ya sekta ya ajira na vyuo vikuu ili kuweza kuzalisha wahitimu mahiri wenye uwezo wa kushindana kwenye soko la ajira ndani na nje ya nchi. Chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA kimenufaika katika nyanja mbalimbali, na mojawapo kuwapika wahitimu wetu kwa kufuata matakwa ya sekta binafsi. Wote tunatambua kwamba wahitimu wetu wakimaliza uwaga wana maarifa mbalimbali ya kitaaluma, lakini kuna umuhimu basi wa kuwawezesha wahitimu wetu kupata uzoefu wa mazingira ya viwandani basi na kufikia matakwa ya sekta binafsi. Nitatoa mfano wa idara ya sayansi ya chakula na uchakataji mazao. Tumeweza kuja na mpango maalumu ambao unafadhiliwa na Model Foundation na Kerry Group Limited. Lakini mpango huo pia unashirikiana na vyuo viwili, kimojawapo ni chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA na University of Dar es Salaam. Mpango huu umelenga katika kuwaandaa wahitimu wetu kutoka vyuo vyote vya Tanzania kuhakikisha basi wanapata uzoefu wa mazingira halisi ya viwanda. Na sio hapo tu, tunaenda kuhakikisha kwamba katika kuwapa huo uzoefu basi tunakaa na sekta binafsi ambao nikimaanisha viwanda vya chakula kuhakikisha yale matakwa yote ambao wanatamani wahitimu wa Tanzania wawe nayo katika sekta ya chakula basi wanakuwa nayo. Kerry Scholarship Program. Kwenye programu hii tumekuwa tukishirikiana na chuo kikuu cha Dar es Salaam na chuo kikuu cha kilimo SUA, kwa maana Sokoine University of Agriculture. Programu hii imejikita kwenye kuwafadhili wahitimu ambao walifanya shahada za kwanza kwenye fani ya sayansi na teknolojia ya chakula. Kwa kutambua ukuaji wa sekta ya viwanda ya chakula kwa nchi yetu ya Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla, sisi kama taasisi ya Model Foundation tuliingia mashirikiano na vyuo hivi pamoja na wenzetu wa Kerry ili kuandaa mtaala maalum ambao utakuja kuwapa ujuzi na kuongeza thamani ya hao wahitimu ili waweze kuleta athari chanya na mchango mkubwa kwenye jamii yao, viwanda na bara la Afrika kwa ujumla. Programu hii imekuwa wezeshi kwa kuwawezesha hawa vijana kupata ujuzi mbalimbali ambao unagusa moja kwa moja kwenye sekta ya viwanda na chakula. Lakini pia programu hii imeenda mbali zaidi kwa kuhakikisha kwamba hawa wahitimu wanaenda moja kwa moja kwenye viwanda, sio tu viwanda, lakini pia kupata ajira na kubaki huko ili kuleta sasa ile athari chanya ambayo wameipata kutoka kwenye programu zetu na vinginevyo. Kwa hiyo tumekuwa sio sehemu ya watu wa kulalamika kwamba wahitimu wanaohitimu bado wanakosa ujuzi kwenda kwenye soko la ajira, bali sisi na wenzetu wa Kerry tukishirikiana na vyuo vikuu vya Dar es Salaam na Sokoine tulichukua jukumu la kuwa sehemu ya kuleta mabadiliko chanya kwa kuwapa ujuzi wa kuwafanya wao waende kupambana au kuwapa silaha ya kwenda kupambana na kuleta mabadiliko chanya kwa jamii yetu kwa ujumla. Sisi kama Model Foundation tunaomba tutoe rai na wito mkubwa kwa Watanzania kwa ujumla, mataasisi, makampuni na viwanda mbalimbali kuendelea kuwa sehemu na kushiriki kikamilifu kwenye mashirikiano haya makubwa kati ya vyuo vikuu pamoja na sekta binafsi ili kuleta athari chanya na kuchangia moja kwa moja kwenye ukuaji wa uchumi wetu. Naitwa Happiness David Msabi, ni mhitimu wa chuo cha kilimo SUA. Nimesoma kozi ya biotechnology na laboratory science. Nilihitimu mwaka 2024. Kwa sasa nipo katika programu ya Kerry Scholarship ambayo inafadhiliwa na Kerry pamoja na Model Foundation ikishirikiana na chuo kikuu cha Dar es Salaam pamoja na Sokoine University of Agriculture. Programu hii ilikuwa na fezi 3. Fezi ya kwanza tulianza mafunzo ya nadharia katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pamoja na Sokoine. Baadaye tukaenda fezi ya pili ambayo tulikuwa tunasoma mafunzo ya vitendo ambapo tulipata fursa ya kukutana na wataalamu mbalimbali kutoka Kerry tukipewa ujuzi mbalimbali kuhusiana na viwanda. Then kwa sasa tupo katika fezi ya 3 ambayo ni industrial attachment
ambapo mimi sasa nipo katika kiwanda cha KERI nikijifunza kwa muda wa miezi 6 techniques mbalimbali za viwanda na kupewa ujuzi mbalimbali kukutana na expert tofauti tofauti kutoka kiwanda cha KERI. Asante. Majina yangu ni Kennedy David Ngoia. Mimi ni mhitimu wa kozi ya bioteknolojia na sayansi ya maabara kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine. Pia ni mnufaika wa Mo KERI Scholarship Program. Mpango huu wa ushirikiano juu ya Mo Dewji Foundation KERI Group kushirikiana na vyuo vikuu umeniwezesha mimi kutumia ile nadharia niliyopata darasani kuifanya kwa vitendo, na hii imenitayarisha mimi kuwa competent kwenye ulimwengu wa ajira, kutokana na kwamba skills na ujuzi ambao niliupata darasani sasa ninaweza nikautumia kwa ujasiri kwenye ulimwengu aidha wa kujiajiri mwenyewe au pia kwenye viwanda. Naitwa Elizabeth Wimbe, ni muhitimu kutoka chuo cha Sokoine University of Agriculture. Nimehitimu course ya Bachelor of Science in Food Science and Technology mwaka 2024, lakini mwaka 2025 nilibahatika kupata nafasi ya kudhaminiwa na kwenye program inaitwa Mo KERI Scholarship Program, ambayo ni program ambayo iko chini ya Mo Dewji Foundation pamoja na kushirikiana na KERI, lakini pia wanashirikiana na taasisi za vyuo ambayo ni UDSM pamoja na SUA. Kupitia kozi hiyo nimepata nafasi ya kufadhiliwa kwa muda wa mwaka mmoja, ambapo miezi 4 ya kwanza nilipata nafasi ya kusoma katika hizi taasisi za elimu SUA pamoja na UDSM, lakini pia miezi 2 tulipata nafasi ya kuvumbua bidhaa mbalimbali zinazohusiana na vinywaji, ambapo tuliwezeshwa kwa karibu na KERI pamoja na hizi taasisi za elimu SUA na UDSM. Lakini pia nimepata nafasi ya miezi 6 kupata internship ambayo ni mafunzo kwa vitendo zaidi, ili kuweza kupata hands-on experience kwenye industry ambayo ni A1 industry, ambapo hapa ninajifunza jinsi gani sasa ya kutoa elimu yangu ambayo nimeitoa darasani sasa kuileta kwenye namna ya kweli kupata ujuzi kwa vitendo. Uhusiano huu kati ya sekta binafsi, taasisi za elimu pamoja na viwanda ni mzuri na ni ambao unamsaidia mwanafunzi au unamsaidia muhitimu kujua jinsi gani ya kuanza karia yake, kwa sababu kusema kweli mashuleni tunasoma vitu vingi, lakini pia muda hautoshi kujifunza hasa kwa vitendo, kwa sababu tunaenda field, lakini field tunaenda kwa muda mchache, ambao kusema kweli kupata ule ujuzi kabisa kucoordinate ulichojifunza darasani na kinachofanyika hasa viwandani inakuwa ni changamoto. Lakini kwa nafasi kama hii unapata kuelewa zaidi na kuelewa karia yako vizuri zaidi. Na haya ni maono ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha kwamba wahitimu wa vyuo wanakuwa na ujuzi ambao utawasaidia kujiajiri, lakini kwenda mbali zaidi hata kwenye kushindana kwenye soko la ajira ndani na nje ya taifa la Tanzania. Kutoka hapa kwenye kiwanda cha A1 kinachomilikiwa na mwekezaji Mohamed Dewji, mimi naitwa Fradius Mgoa. Endelea kufuatilia mitandao yetu mbalimbali ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Ukiandika tu Wizara ya Elimu utaiona, ifuate ili upate taarifa na updates mbalimbali kinachoendelea kwenye sekta ya elimu. Kana si tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.